Leo tujifunze vidonda vya tumbo ni nini, chanzo cha vidonda vya tumbo, lakini pia dalili na namna ya kuondokana na aina zake, kwa sababu tuna aina 3 za vidonda vya tumbo ambazo watu wengi wamekuwa hawajui moja kwa moja. Kama hujanifollow kisha unanifollow, kama utakuwa na swali lolote la kiafya basi usiache kuuliza. Leo ni vidonda vya tumbo. Wenda wengi wamekuwa wakifikiria kwamba pilipili ni chanzo kimoja wapo cha vidonda vya tumbo. Hapana, pilipili sio chanzo cha madonda ya tumbo. Tunapoongelea madonda ya tumbo tunamaanisha nini? Vidonda vya tumbo huwa tunamaanisha ni majeraha tumboni mwako. Unapokuwa na majeraha tumboni mwako, unapokuwa na vidonda tumboni mwako, hiyo ndo inaitwa madonda ya tumbo. Sasa madonda ya tumbo yamekuwa yakisababishwa na vitu vikuu viwili kama sio vitatu. Kitu cha kwanza kinachosababisha madonda ya tumbo huwa ni bakteria ambayo inaitwa H pylori, Helicobacter pylori infection, ambayo ni bakteria ambaye anaishi kwenye kuta zako za tumbo. Sasa anapoishi kwenye kuta zako za tumbo huwa anaondoa ulinzi kwa sababu ni bakteria ambaye ni hatari kwa afya yako. Huwa anaondoa ulinzi kwenye kuta zako za tumbo. Ule ulinzi ukishaondoka kwenye kuta zako za tumbo, asidi huwa inaenda kuchoma kuta zako za tumbo, kwa hiyo moja kwa moja inasababisha majeraha tumboni mwako. Kwa hiyo kuwepo kwa asidi unasababishwa na H pylori ambayo tayari imeshaharibu kuta zako za tumbo. Kwa hiyo sababu namba moja inayosababisha vidonda vya tumbo tunasema ni bakteria ambayo inaitwa H pylori, ambaye anaingia tumboni kupitia maji, kupitia chakula, kupitia denda. Hizo zote ni hatari ambazo zinaweza kusababisha bakteria akaingia tumboni mwako. Hiyo ndio sababu ya kwanza. Sababu ya pili huwa tunasema ni asidi. Asidi inapomwagika tumboni ikakuta tumbo lako ni tupu, ikakuta tumboni mwako hakuna kitu chochote, huwa inaenda kumega kuta zako za tumbo. Kwa hiyo kimega kuta zako za tumbo, ndio maana unakuta tunapata changamoto ya madonda ya tumbo. Hizo ndio sababu kuu mbili zinazosababisha madonda ya tumbo. Nyingine ni kama matumizi ya dawa za kupunguza maumivu kwa muda mrefu, au pia tunatumia dawa za antibiotiki kwa muda mrefu, huwa zinasababisha pia bakteria wazuri kuweza kuishi na wakabaki bakteria wale wabaya, na changamoto nyingine kama msongo wa mawazo. Sasa hizi ni hali zinazopelekea hivyo vitu ambavyo viwili tumeweza kuvitaja. Sasa hizo ndo sababu za madonda ya tumbo. Sasa madonda ya tumbo yamegawanyika katika sehemu kuu 3. Madonda ya tumbo yamegawanyika katika sehemu kuu 3, na baadaye nitakutajia aina za madonda ya tumbo na dalili zake ili tuweze kuzifahamu. Kama dalili ya kwanza ambayo sehemu ya kwanza ambayo inaasiliwa na madonda ya tumbo, ambayo ndio aina ya kwanza ya madonda ya tumbo, tunasema ni madonda ya tumbo yanayopatikana kwenye kuta za tumbo, au tunaweza tukasema inapatikana kwenye kuta yenyewe ambayo kwa Kiingereza inaitwa gastric ulcers. Na gastric ulcers ndio unakuta yule H pylori anakuwa amejificha moja kwa moja. Sasa dalili ya madonda ya tumbo ambayo yako kwenye kuta za tumbo, namba moja, kwanza tumbo lako limejaa. Unakuta muda wote tumbo lako limejaa. Hiyo ndo dalili ya kwanza. Tumbo lako linajaa, hauna kabisa hamu ya kula. Hiyo ni dalili ya pili, kwa sababu likishajaa hautapata kabisa hamu ya kula. Dalili namba 3, hata ukila unakula kachakula kadogo. Yaani unakuta mtu mzima anakula kachakula kadogo sana na anabakiza chakula. Unapopitia dalili hizi, ni dalili za mwanzo zinazoashiriwa na madonda ya tumbo. Lakini cha 4, huyu mtu huwa anapungua uzito. Unakuta mara zote unaanza kupungua uzito kwa sababu hauna kabisa hamu ya kula, na pengine ukila chakula ndo maumivu yanaongezeka. Unajiuliza kwa nini kula chakula ndo maumivu yanaongezeka? Kama imefikia sehemu unapokula chakula maumivu yako ndo yanaongezeka, jua kwamba una changamoto ya majeraha kwenye tumbo lako. Lakini pia wengine wameenda mbali zaidi. Dalili nyingine ambayo inaashiria kwamba moja kwa moja una changamoto ya madonda ya tumbo, na watu wengi hawaelewi kwenye upande wa madonda ya tumbo kwenye kuta za tumbo, ni gesi. Mara nyingi unapata gesi tumboni, mara nyingi unapata kiungulia tumboni. Kama unapata gesi tumboni, kama unapata kiungulia tumboni, ni dalili ya madonda ya tumbo ambayo yako kwenye kuta za tumbo. Watu wengi wamekuwa wakiendelea kusumbuka na changamoto hii, na watu wengi wamekuwa wakiendelea kuhangaika na changamoto hii. Sasa kama unazidi kuteseka, kama unazidi kuhangaika, basi jua kwa ni madonda yako ya tumbo yako kwenye kuta za tumbo. Hiyo ndio sehemu ya kwanza ambayo inashambuliwa na madonda ya tumbo. Tunasema ni madonda ya tumbo yaliyoko kwenye kuta za tumbo, inaitwa ni gastric ulcers. Aina ya pili ya madonda ya tumbo tunasema ni madonda ya tumbo yanayopatikana kwenye utumbo mdogo, ambayo tunasema ni duodenal ulcers. Mara nyingi utajuaje madonda yako ya tumbo yako kwenye utumbo mdogo? Namba moja, sawa, cha kwanza unakula sana. Yaani unakuta umetoka hapa kwenda pale, kufika pale una njaa. Umetoka kula sasa hivi, baada ya kwenda sehemu kidogo tu unahisi njaa. Kwa hiyo unakuwa ni mtu wa kufanyaje? Wa kula. Na watu wengi wanajiuliza mbona mimi nakula sana? Lakini dalili ya pili
ambayo inaonyesha kwamba madonda yako ya tumbo kwenye utumbo mdogo, mara zote unakuwa unahisi njaa. Yaani muda wote tumbo lako lina njaa. Unajalisha unatoka sehemu umekula kabisa umeshiba, lakini baada ya muda kidogo njaa tumboni mwako. Unajiuliza hii njaa inaitoa wapi? Ni madonda ya tumbo kwenye kuta za tumbo. Lakini jambo jingine linaloashiria kwamba tunasema dalili nyingine ambayo inaashiria moja kwa moja ni dalili ya madonda ya tumbo kwenye kuta za kwenye utumbo mdogo, amesema duodenum ulcers. Mara nyingi huyu mtu ananenepa. Sawa? Ananenepa kwa sababu kwa nini ananenepa? Anakula sana. Unakuta kabla ni kunenepa anaweza kanepa au akabaki vile alivyokuwa. Ndio maana wengi mlikuwa mkituuliza, mbona wenye vidonda vya tumbo wengine wananenepa, wengine mbona wanenepi? Sawa, ni kulingana na aina ya madonda ya tumbo au sehemu ambapo madonda ya tumbo yameweza kuathiri. Lakini jambo jingine linaloashiria kwa na madonda ya tumbo kwenye duodenum ulcers, unapokula unapata afueni, unapokula unapata angarau, lakini unapata gesi na kiungulia. Unajamba ovyo, unatoa ushuzi wenye harufu mbaya. Unajiuliza kwa nini natoa ushuzi wenye harufu mbaya? Kwa nini unapoenda kujisaidia unajisaidia choo ambacho hakieleweki? Pengine unaweza ukawa unapata choo kigumu, au pengine unapata choo cheusi kama rani, au unapata choo kama maji kama utepe. Lakini wengine wameenda mbali zaidi, unapata choo ambacho kina harufu kali. Baada ya kupata choo unaenda kumwaga maji, unafresh maji ukijua labda kuna hujafresh maji vizuri, lakini bado harufu inatoka mbaya zaidi. Kuna kutapika. Unakuta unatapika mara kwa mara, na pengine kunafikia sehemu watu wanatoka damu kwenye choo. Unajisaidia choo cha damu, unajisaidia moja kwa moja choo iliyochanganyikana damu, au pengine unatapika damu. Na kama unapitia dalili hizi, basi vidonda vyako vya tumbo viko kwenye hatua ya juu sana. Umekaa navyo kwa muda mrefu. Na umekaa navyo kwa muda mrefu ni moja ya changamoto kubwa ambayo imekuwa ikiendelea kututesa. Aina ya tatu ya madonda ya tumbo ni madonda ya tumbo ambayo yanapatikana kwenye kora chakula, ambayo mara nyingi yamekuwa yakisababishwa na acid reflux. Nadhani kwenye clips zilizopita, video zilizopita tumeshafundisha juu ya changamoto ya acid reflux. Unahisi kitu kinakukaba kooni, unapata kiungulia kooni, unapata gesi kifuani, unahisi mapigo ya moyo yanaenda mbio, unahisi kuchanganyikiwa, maumivu ya mgongo, kiuno, mabega, shingo. Unahisi kitu kimekaba kooni, una maumivu makali ya hizi fizi zinaumia. Ulimi unakuwa na vidonda. Hiyo ni dalili ya madonda ya tumbo ambayo inakuwa inasababishwa na acid reflux. Na pengine unakauka, koo lako linakauka, unakuwa na makohozi, unakuwa na malendalenda, unakuwa na kikohozi kikavu na koo lako linakauka kau. Kama unapitia dalili hizi, basi jua kama moja kwa moja una madonda ya tumbo ambayo yako kwenye kora chakula, ambayo mara nyingi yanasababishwa na acidity. Inapopanda acid kifuani huwa inaharibu inasababisha ile valve inaunganisha kora chakula na tumbo kuathirika, ambayo kitaalamu inaitwa LES. Ikishaathirika inakuwa easy acid kuweza kupanda kifuani, na hiyo ndo aina ya tatu ya madonda ya tumbo. Na kama unateseka na acid, hakikisha unapata tiba ya kwenda kuimarisha valve inaunganisha kora chakula na tumbo, kitaalamu inaitwa LES. Hapo ndo utaweza kuondokana na changamoto hiyo. Sasa ni vitu gani ambavyo tunatakiwa kufanya ili viweze tujikinge na changamoto hii? Hakikisha unapoamka asubuhi unaanza na maji ya uvuguvugu yaliyochanganywa na asali ili neutralize acid. Lakini pia cha pili, hakikisha unanawa mikono baada ya kula na baada ya kutoka kazini, kutoka chooni. Kwa nini? Kwa sababu wale bakteria tunayoingiza kupitia maji, chakula na mikono isiyo safi na salama. Lakini pia epuka matumizi olela ya dawa za maumivu. Mara zote bufeni ya kwako. Kwa nini unatumia dawa za kupunguza maumivu kila siku? Utaniambia hapo chini kwenye comment. Na namna ya kutumia dawa za kupunguza maumivu kila siku inaongeza hatari ya kuwa na changamoto ya madonda ya tumbo. Acha sigara na punguza unywaji wa pombe. Lakini pia mwisho, tibu maambukizi ya H pylori, ambao sasa kuna watu hapo wameteseka na vidonda vya tumbo kwa muda mrefu. Bila kupata tiba ya kutibu H pylori mapema, hauwezi kuondokana na changamoto hiyo. Hakikisha kama una changamoto ya vidonda vya tumbo, andika neno vidonda vya tumbo kwenye comment ili niweze kukupa msaada, au andika neno msaada ili niweze kukupa matibabu ya kwenda kumuua H pylori na kuweza kuongeza ulinzi kwenye kuta zako za tumbo. Kama una changamoto ya vidonda vya tumbo, tuambie dalili zipi unazopitia. Kama utahitaji dawa, andika neno msaada ili uweze kupata matibabu zaidi. Kama ni mara ya kwanza, basi usahau kusubscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Karibu na Mungu apate kubariki.